Leo ni siku ninamshukuru Mungu. Na Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu. Mungu wetu kila wakati huwa anatutazama kwa mema. Mungu wetu kila wakati huwa anatuangalia, lakini sisi wenyewe ndio huwa hatujui. Ukisoma katika Methali 15 mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu macho yake iko kila mahali kitazama mema na mabaya. Ukienda katika kitabu cha Isaia 49 ambaye ni mstari 46 mstari ni wa 16, anasema ya kwamba Isaia 49 mstari wa 16 samani, anasema ya kwamba anasiona ametuchola katika kikanja cha mkono wake na anaona kuta zetu daima. Siku ya leo nataka tuweze kujifunza ni kwa sababu ya Daudi wakati alikuwa anamsifu Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Nyakati, Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ambaye ni mstari wa 10 mpaka 13. Nataka kusoma. Ndipo Daudi akamtukuza Mwenyezi Mungu mbele ya mkutano wote akisema, utukuzwe milele na milele Mwenyezi Mungu, Mungu baba yetu. Mungu baba yetu Israeli. Ukuu wako Mwenyezi Mungu una nguvu, utukufu, ushindi na enzi. Vitu vyote viliumbwa mbinguni na duniani ni vyako Mwenyezi Mungu. Ufalme ni wako, nawe umetukuzwa. Huu mkuu juu ya vitu vyote, utajiri na heshima kutoka kwako, vyote wavitawala. Uwezo wa nguvu pimo mikononi mwako, nawe wawakuza wapendao na kuimalisha wote. Uwapendao na kuimalisha wote. Sasa Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, shukran na kushukuru na kulitukuza jina lako takatifu. Hapa kuna vitu tatu ambaye Mungu huwa anataka tukue naso. Yeye mwenyewe akue pamoja na sisi. Hapa tunaona kama Daudi alikuwa akimtukuza Mwenyezi Mungu, alikuwa akitoa nyimbo za kumtukuza Mungu. Daudi akijaribu kuangalia, alitolewa kule nyikani na Mwenyezi Mungu. Alikuwa mwana kondoo akichunga kondoo kule nyikani. Alikuwa kijana ambaye hakukuwa na heshima, hakukuwa na heshimika kwa watu. Lakini Mungu akaweza kumheshimisha. Na ndiposa hapa anasema ya kwamba amempa Mungu utukufu, anamsifu Mwenyezi Mungu, akijua kuna mambo matatu ndani yake huyo Mungu. Na hao mambo matatu ndio yanatufuata sisi. Hao mambo matatu nayo yasungumzia ni kwamba utajiri na heshima vyatoka kwa Mungu. Vyote anavitawala, uwezo na nguvu viko mikononi mwako, nawe wawakuza wapendao. Wewe ukitaka upendo na Mungu lazima usimame kwa mambo matatu. Na mambo matatu Mungu atakupea utajiri, atakupatia heshima kwa sababu sote tutatoka kwake, atakupatia uwezo na nguvu. Mambo matatu. Ndugu yangu, dada yangu, wewe umesimamia wapi? Unataka Mungu akufanyie nini? Hakuna mtu apendi heshima, hakuna mtu apendi utajiri, hakuna mtu apendi uwezo na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu ukiwa na mambo matatu, Mungu anaweza kukusaidia. Hata kusaidia namna gani? Tukienda katika kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 7. Wacheni tuweze kusoma haya maandiko haraka. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu mwenyewe wakati alikuwa pale msalabani, ama wakati Yesu alikuwa hapa duniani, maandiko yanasema ya kwamba aliweza kutafuta huyo Mungu kwa bidii. Akasema hivi, mstari wa 7, akasema mbali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na mwanadamu, akaonekana kama wanadamu. Hali alijinyenyekesha na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Na sababu ya hiyo Mungu alimkwesha juu kabisa, akampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ili kwa heshima na ya jina lake Yesu viumbe vyote mbinguni na duniani kusimu vivike makoti mbele yake, na kila mtu akili kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu na wa Mungu Baba. Angalia ile jambo tunasiti kusema ni mambo na unyenyekevu.
Tunasema pale ule uwezo wa kupewa nguvu za kuwa na unyenyekevu, pale kuwa na nguvu za kuwa na heshima mbele zake Mwenyezi Mungu. Angalia, mtu anaitwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na maandiko yanasema ya kwamba alinyenyekesha kwake Mwenyezi Mungu hata kufa, mpaka kufa msalabani. Wewe unanyenyekesha saa ngapi? Unanyenyekesha kwa nani? Unanyenyekea mbele ya neno lake Mwenyezi Mungu namna gani? Angalia, Yesu mwenyewe alikuwa Mungu. Yesu mwenyewe alikuwa mwanae. Yesu alikuwa na uwezo kama wa Mungu. Yesu alikuwa na uwezo wa kutenda mambo ya ajabu, lakini alikumbuka mambo matatu. Akakumbuka mambo na utajiri, akakumbuka mambo na heshima, akakumbuka mambo na uwezo wa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hizo vitu zote ndiposa usipokee, lazima ukuwe mnyenyekevu, ukuwe mwenye majuto, na ukuwe ambaye ni mtu asikiaye neno lake Mwenyezi Mungu anatetemeka. Wacha tuone maandiko tunayapata wapi. Katika Isaia 66 mstari ni wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema hivyo. Mwenyezi Mungu asema hivi: mbingu ni kiti cha enzi, dunia ni kiti cha kuwekea miguu yangu. Mnanijengea nyumba ya namna gani? Basi ni mahali nitakapoweza kupumzika. Mstari wa pili: mimi Mwenyezi Mungu nilivifanya vitu hivi vyote, na hivi vyote ni mali yangu. Lakini ninachohitaji mimi ni mtu mnyenyekevu na mwenye majuto, mtu ambaye atetemekao asikiapyo neno langu. Hicho au mambo matatu ndio Mungu anataka. Nao mambo matatu katika kitabu cha Philippians ndio tumeonyeshwa Yesu aliyatumia kujua ya kwamba Mungu ako na uwezo. Angalia sai tunaulizwa ni nyumba gani tutakayoweza kumjengea Mwenyezi Mungu atakaweza kukaa. Anasema mbingu ni kiti cha anachake cha kukalia. Anasema dunia ni kiti cha kukalia miguu yake, cha kuwekea miguu yake. Anauliza ni hekalu gani mtakao nijengea ili niweze kupumzika. Ile hekalu naweza kujengea Mwenyezi Mungu ni moyo wako, na moyo wesi jengea Mwenyezi Mungu moyo wako ukiwa una unyenyekevu. Uwezi ukajengea Mwenyezi Mungu moyo wako ukiwa wewe hauna majuto. Majuto ni nini? Unaposikia watoto yatima na lala njaa, unakuwa na majuto, unahangaika nifanye nini? Unaposikia rafiki yako wako na shida, wewe mwenyewe hauna amani, au ndio majuto. Tatu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni asikie neno lake Mwenyezi Mungu anatetemeka. Neno lake Mwenyezi Mungu ndio Mungu mwenyewe. Na kama unaweza kusimama na mambo matatu, ndugu yangu, dada yangu, kaa ukijua Mungu ako pamoja nawe. Kwa mambo matatu Mungu ako pamoja nawe, kwa sababu hicho ndio Mungu anataka. Hicho ndio Mungu ambaye ametuwekea. Na ndiposa ukaona Daudi aliangalia mahali Mungu alimtoa kule nyikani, alimtoa akampeleka Mungu wa Israeli mpaka akaweza kupikana na Goliathi. Akipikana na Goliathi hakutumia nguvu zake, alitumia uwezo na nguvu aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Akaambiwa teremka mtoni, akaenda akachukua mawe matano, akaweza kuweka au mawe mitano kwa ile komea. Ni kwa sababu ya kukonga Goliathi, na alikonga Goliathi na akamweka chini. Hata Goliathi alikuwa anamchekelea, anamuuliza nakuja mbele zangu ukiwa umebeba mti, mimi ni umbwa. Lakini alijua alikuwa sauti ya umbwa, kwa sababu alikonga mawe moja na akaenda chini. Daudi akarudi akasema katika Zaburi 9 mstari wa 11, wakati aliangalia yote akasema, muimbieni Mwenyezi Mungu wimbo mpya. Oi ndugu yangu, dada yangu, usiwe naimba wimbo mpya wakati uko sawa. Imba wimbo mpya wakati wowote. Wakati shetani analeta pikwaso, wakati shetani anataka kukufungia njia, endelea na kumuimbia nyimbo. Nyimbo zilikuwa zinamuweza. Akasema ya kwamba muimbieni Mwenyezi Mungu wimbo mpya, mtangazieni mataifa yote ambaye Mwenyezi Mungu ametenda. Angalia Daudi aliweza kutengeneza, aliweza kuimbia Mungu wimbo mpya kwa sababu alimpikania na wanyama simba akiwa nyikani, lakini hawakumuweza. Goliathi hakumweza, akakuwa mfalme. Saulo akamtafuta usiku na mchana, walikuwa nalala pango moja, na Mungu hakutaka wakutane. Na mipango yote Saulo alikuwa anapangia Daudi, Mungu akaenda kwa kijana yake anaitwa Jonathan pale kwa Saulo ili aweze kupatia Daudi mwelekeo vile kunaenda. Wewe wakati unamcha Mungu, wakati unampenda Mungu, wakati unamheshimu, wakati unanyenyekea kwake, wakati anakupatia Jonathan kani wa kukwambia mahali kuna hatari,
Na ndipo sasa nakuta Wakristo tunaingia kwa matope bila kujua kwa sababu tuyashika mambo matatu. Nataka uyaelewe siku ya leo. Number 1, kunyenyekea chini ya Mwenyezi Mungu. Mungu anapenda mtu mwenyenyekevu. Mungu anapenda kila mtu. Huwezi penda mtu kama hujanyenyekea. Cha pili, anapenda mtu ambaye ako na majuto wakati anaona hata mtoto wa mtu analipika. Anaomba kwa uchungu akitaka Mungu alekeshe huyo mtoto au ni majuto. Tatu, nayo ni wakati asikia neno lake Mwenyezi Mungu anatetemeka, kwa sababu neno ndio Mungu, na Mungu akinena lazima tutetemeka. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akinena milima ina luka, ina yumba, vilima sina luka, miti kule mashambani sinapika makofi. Ndugu yangu, dada yangu, wewe uko wapi? Unanyanyaswa na shida ukiwa wapi? Chukua mambo matatu siku ya leo na utaona ikibadilisha maisha yako, na utakuja hapa kutoa ushuhuda, kwa sababu kuna Mungu katika mbingu, na Mungu wa mbinguni akawatende mema, akawainue, na muingie katika hiyo channel ambayo ni Sayuni TV 62. Muende mkutane na kila mawaidha iko mahali pale. Muende mkutane na neno lake Mwenyezi Bale. Muendelee na kuishare kwa watu wengine waifikie. Kuna kwa sababu watu wengine wanaangamia bila kujua, bila kuwa na ule ufahamu, na Mungu wa mbinguni atatenda. Ameniita ni kwa ajili ya kunena ukuu wake, na lazima kila mmoja asimame katika miguu yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu hapo ndio Mungu amenipikisha, na hapo ndio Mungu alinitokea na akaniambia niweze kunena hii ujumbe siku ya leo. Mambo matatu, na itaweza kuwabariki na kuwainua kila wakati na kila saa. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.